Hujambo na karibu sana katika Plus Weekend juma hili. Mimi ni Witness Matiku, ninekupitisha katika yale yaliyojiri katika juma hili. Na machache kati ya mengi tulionayo ni pamoja na wiki hii wa Tanzania waendelea kuomboleza kifo cha aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, marehemu William Lukuvi aliyefariki wakati akipatiwa matibabu hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma. Pamoja na hilo pia, tukio lingine kubwa ni mvua za masika zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali nchini zimeleta usumbufu kwa wananchi wilaya ya Kilwa baada ya maji kufurika katika mto Kilongo na kusababisha wananchi kusitisha shughuli zao. Sambamba na hilo pia, katika upande wa kimataifa, watu 9 wamefariki katika ajali ya boti huko Djibouti, huku shambulizi la drone likiua watu 28 nchini Sudan. Na sasa tuanzie hapa ambapo waombolezaji mbalimbali akiwemo wabunge na viongozi wa serikali wiki hii walifika nyumbani kwa aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, marehemu William Lukuvi katika eneo la Area D jijini Dodoma ili kuifariji familia, ambapo kila mmoja alieleza jinsi alivyopokea taarifa za msiba huo. Na sasa tukasikiliza jinsi walivyozungumza. William Lukuvi namfahamu muda mrefu sana. Kwanza ni kaka yangu, tunatoka mkoa mmoja wa Iringa, lakini wakati huo nimemfahamu zaidi katika masuala ya uongozi. Akiwa toka umoja wa vijana, alikuwa mjumbe wa kamati tekelezaji ya baraza kuu la vijana, amekuwa mjumbe wa baraza kuu la umoja wa vijana. Mzee huyu alikuwa na mengi ya kujifunza kwake. Alikuwa ni mtu ambaye ametumikia serikali karibu zote. Kila kiongozi kwa maana ya rais, ukianzia serikali ya awamu ya pili ambapo yeye alikuwa kijana alipokuwa madarakani, alimwamini, alifanya naye kazi. Na tukisalia katika tukio hili la kusikitisha katika juma hili, mwili wa aliyekuwa mbunge wa Isimani na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, marehemu William Lukuvi umeagwa siku ya jana Machi 27, 2026 katika viwanja vya bunge jijini Dodoma na baadaye kuagwa tena jijini Dar es Salaam Machi 28 na kisha utasafirishwa kwenda mkoani Iringa kwa mazishi yatakayofanyika Machi 31. Alipoongoza waombolezaji, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ametoa pole kwa familia na kutoa ahadi kwa serikali kuwa itaendelea kusimamia familia hiyo ya marehemu William Lukuvi. Na Kenny Malila anatueleza zaidi kuhusu taarifa hii. Akiongea kwa niaba ya serikali nyumbani kwa marehemu Area D jijini Dodoma, Waziri Mkuu amesema serikali imetoa pole kwa familia, ndugu na jamaa. Kwa niaba ya serikali natoa pole kwenu nyie sote ambao tumekuja hapa kujumuika na ndugu zetu, familia ya mwenzetu Mheshimiwa Lukuvi. Poleni sana. Kama ambavyo mmesikia na mmejumuika na familia hii, tumekutwa na jambo zito, gumu kulielewa, gumu kulipokea, lakini ndio limeshatufika. Vile Mheshimiwa Dr. Mwigulu ametoa fursa hiyo kuihakikishia familia kwamba serikali itaendelea kuwa pamoja nao katika kipindi hiki chote cha majonzi. Kwa mimi kwa kifupi tu niliona nijumuike nanyi, lakini niwape neno la pole, lakini pia kuwapa commitment kwamba tuendelee kujumuika na wenzetu na serikali itakuwa bega kwa bega na familia ili tuweze kumsindikiza mwenzetu kwa heshima. Viongozi wengine waliokuwepo msibani hapo ni pamoja na Naibu Spika Daniel Siro, Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais
muungano na mazingira, mhandisi Ahmad Masauni, waziri wa nchi, ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Ridhiwani Kikwete, mkuu wa mkoa wa Dodoma, Rosemary Senyamule, na katibu tawala wa mkoa wa Arusha, Dr. Toba Nguvila. Na sasa tukaangazie kunako mvua za masika zinazoendelea kunyesha mikoa mbalimbali nchini, ambapo katika mkoa wa Lindi zimeleta usumbufu katika wananchi wa kijiji cha Kilongo, wilaya ya Kilwa mkoani Lindi, baada ya maji kufurika katika mto Kilongo na kusababisha wananchi kusitisha shughuli zao kwa muda, huku magari makubwa ya mizigo na abiria yakishindwa kupita. Taarifa hii inaletwa kwa undani na Aidan Muhando. Channel 10 ilifika katika eneo hilo na kushuhudia maji yakiwa yamefurika, huku baadhi ya magari makubwa yakiwa yamekwama, ambapo wananchi wa kijiji hicho wanasema suluhisho la eneo hilo ni kupatikana kwa daraja. Mimi bodaboda nilikuwa nampeleka mama hapo hospitali kituo cha afya hapo, lakini ishakuwa ngumu, anashindwa kwenda, mwanawe na umo. Lakini tunashindwa kuvuka hapa, maji tayari yashashamili. Makaravati yote yaliyowekwa haya manake bado ni madogo kulingana na jinsi ulambo ulivyo. Tunaiomba serikali itusaidie, itujengee daraja ili tupate huduma kamili zenye kutusaidia. Kama hivi magari yanashindwa kupita na sisi hata kujisaidia kusema kwenda kupata huduma huko tunashindwa. Serikali tunaiomba kwa hapa, yani ingewezekana manake wangetufanyia mpango manake wa daraja, kwa sababu kama karavati zipo nyingi hapa wameziweka, lakini bado hii changamoto bado inaendelea. Kutokana na jinsi yalivyo, huduma tunapata mchinjo. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie. Mtu anaitwa mtu wa Kilongo. Mtu wa Kilongo manaka hujatokea hapo, umetokea ni mbali. Mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa na mjumbe wa kamati kuu Fadhili Maganya akiwa safarini kuelekea wilayani Liwale kwa ziara ya kikazi akitokea katika wilaya ya Kilwa, anafika katika eneo hilo na kutoa ujumbe huu kwa wananchi na madereva wanaotumia barabara hiyo ambayo inaunganisha wilaya hizo mbili. Neema ya mvua, lakini sasa imekuja nyingi, si hapa tu, nchi nzima mvua zinanyesha, na tunashukuru serikali pia kwamba imeweka makaravati, lakini kulingana na hali hii sasa makaravati nayo yamezidiwa. Hatutarajii kwamba hii itakuwa ni hali ya kila siku, na ninyi wenyewe mmeshuhudia hapo kwamba njia hiyo inapita. Tunatambua kwamba kuna fedha serikali inatenga za maintenance, road maintenance. Kwa hiyo kwa nyakati kama hizi zinaweza zikatumika. Kwa hiyo meneja wa TANROADS mkoa wa Lindi tunamwelekeza kuja katika barabara hii ya Nangurukuru Liwale. Na wiki hii pia imeadhimishwa siku ya maadhimisho ya kifua kikuu duniani, na katika maadhimisho hayo tarehe 24 Machi mwaka huu, kupitia siku hii wananchi wametakiwa kuacha tabia hatarishi zinazoweza kusababisha maambukizi ya ugonjwa wa kifua kikuu au TB. Miongoni mwa tabia hizo ni pamoja na tabia ya kutema mate hovyo. Na kwa taarifa zaidi tuungane na Lulu Ali. Akizungumza na kituo hiki ofisini kwake, mratibu wa ugonjwa kifua kikuu na ukoma wa jiji la Dar es Salaam, Daktari Aisha Zoher, amesema wapo watu wenye tabia ya kupenda kutema mate ovyo, jambo ambalo uhatarisha maisha ya watu wengine, kwani endapo anayetema mate ana vimelea vya ugonjwa wa kifua kikuu, mtu mwingine anaweza kukanyaga mate hayo yenye vimelea vya ugonjwa na kuyapeleka nyumbani ambako anaweza kuambukizwa au kuambukiza watu wengine. Tabia ambazo mtu anaweza akazifanya na ukampata maambukizi ya kifua kikuu, cha kwanza ni kutema mate ovyo. Kuna watu wana tabia tu anatema mate hata kwenye sakafu. Anatema mate ama anatema mate kwenye mchanga, lakini anashindwa kufikia. Kwa kitendo kile cha kutema mate na ukaacha, huende kawa yule aliyetema mate ana vimelea vya kifua kikuu na hajaanza matibabu. Kwa hiyo
hapo changamoto ya kuweza kupata bakteria wale wa kifua kikuu ambao tunaita Mycobacterium tuberculosis ukaweza ukawapata, kwa sababu anayepita anaweza akatembea na viatu, na vile viatu asiweze kuvivua pindi anapofika nyumbani kwake, na huenda akavigusa aidha kwa kuvishika, kuvitoa chini na kuviweka kwenye stendi ya viatu. Kwa hiyo uwezekano wa kushika bakteria wale ukawa mkubwa, na akapelekea labda huenda akajikuna pua ama akajifuta mdomoni kwa njia namna moja bila kunawa mikono. Kwa hiyo uwezekano ni mkubwa wa kuweza kupata. Aidha, Daktari Zohera amesema baadhi ya watu wanapopiga chafya hujifuta kwa viganja vya mkono, jambo ambalo endapo wana maambukizi na wakasalimiana na watu wengine ni rahisi kuambukiza, hivyo akashauri. Lakini pia sambamba na hilo, kupiga chafya, tunasema ni heri ama ni vyema ukawa na kitambaa chochote ambacho kitaalamu tunaita handkerchief, si ndio? Kwa hiyo vile tunavyotumia handkerchief ni vyema zaidi. Lakini kuna wengine chafya inakuja ghafla, huenda ikawa hauna handkerchief, huenda ikawa mazingira uliokuwepo. Kwa hiyo ukiona hali ile imekujia ya ghafla, basi tumia kiwiko cha mkono kwa kupiga chafya kwa kutumia kiwiko cha mkono, aidha kwa mkono wa kulia ama ukatumia kwa mkono wa kushoto. Epuka kupiga chafya kwa kuachia kinywa wazi. Ukiachia kinywa wazi, chembe za mate zinaruka, na zikiruka ni hewa pamoja na mate, yule aliyeko karibu akaweza kuvuta ile hewa, na tukumbuke kwamba vimelea vya kifua kikuu vinapenda hewa. Kwa hiyo uwezekano wa kupata ule ni mkubwa. Ama mwingine anaweza akapiga chafya kwa nguvu, alafu akatumia mikono yake kufuta mate yaliyokuwepo karibu. Kwa hiyo akifuta mate yaliyokuwepo karibu, kumbuka yule ana vimelea vya kifua kikuu. Akaja mtu mwingine akampa mkono kwa ajili ya kumsalimia ama kumsabai. Kwa hiyo uwezekano wa kuambukiza vimelea vya kifua kikuu ni mkubwa, kwa sababu yule mwenye mkono huwezi jua, baadaye anaweza akapeleka mikono yake kwenye pua akapata maambukizi hayo. Kwa kauli mbiu ya mwaka huu ni ndio tunaweza kukomesha kifua kikuu, ambapo takwimu za shirika la afya duniani WHO zilizotolewa Aprili mwaka 2023 zinaonyesha kuwa watu milioni 1.6 ikiwa ni pamoja na watu 187,000 wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi walikufa kwa ugonjwa wa kifua kikuu duniani. Jijini Dar es Salaam, idadi ya watu waliogundulika kuwa na maambukizi mapya ya ugonjwa huo ambao waliweza kufikiwa na kupimwa katika kipindi cha tarehe 1 Machi hadi leo siku ya kilele ni 184 ambao tayari wameshaanza matibabu. Lola Ali, Channel 10+. Na sasa tuangazie taarifa iliyotolewa katika juma hili na Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam, ambayo imetoa onyo kali kwa askari wake wanaokiuka maadili kwa kuingilia majukumu ya taasisi nyingine za serikali kwa lengo la kujipatia rushwa na maslahi binafsi. Na Salomo Mkambala anatueleza zaidi. Onyo hilo limetolewa na kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Jumanne Muliro jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari katika eneo la Kariakoo wakati wa ziara yake eneo hilo kuangalia usalama na kero kwa wafanyabiashara, ambapo amesisitiza kuwa polisi hawaruhusiwi kisheria kujifanya maafisa wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA, shirika la viwango TBS, wala mkemia mkuu wa serikali. Muliro amefafanua kuwa endapo kuna taarifa za uvunjifu wa sheria katika nyanja za kikodi au viwango, jukumu la polisi ni kufanya uchunguzi na kushirikiana na mamlaka husika na si kuchukua nafasi ya mamlaka hizo. Sasa hawa askari wachache ambao kimsingi unaona wanafanya sio kwa nia njema, mwisho tumeambia tuhuma za rushwa, hawafanyi kwa nia njema. Wangekuwa wanafanya kwa nia njema, wangehoji na kuwajulisha wakuu wao wa kazi ambao ni ma-OCD au ma-OCS ambao washirikishe hizo mamlaka. Wanahoji kwa sababu ya maslahi binafsi, na hiyo ni rushwa. Hatuwezi tukakubali jeshi la polisi likachafuka kwa sababu ya watu wachache. Kwa hiyo hilo nimelichukua na nimekwisha toa maelekezo ya kiutendaji kama ambavyo tulishughulika siku za nyuma na waliokuwa wakifanya namna hiyo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara wa Kariakoo Severin Mushi
Kwa niaba ya wafanyabiashara hao, amepongeza hatua hiyo ya kukemea vitendo hivyo kwa baadhi ya polisi, ambapo ameeleza itaweka mazingira mazuri ya biashara kwa wazawa na wageni katika Kariakoo. Tulishakemea huko nyuma, sasa imeanza kurudi kwa namna nyingine tabia hii, na ni imani yangu baada ya kauli ya Kamanda Muliro, basi tabia hii itakwenda kukoma kabisa, ili Kariakoo iendelee kuwa sehemu nzuri ya kufanya biashara, lakini yenye mazingira mazuri kwa wageni na hata Watanzania ambao wanaingia kwenye soko letu. Na wiki hii pia Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Lameck Nchemba amewataka watayarishaji wa vipindi vya elimu kwa umma kuhusisha vijana katika kuandaa makala na vipindi mbalimbali vya maendeleo ili kuhakikisha ujumbe unawafikia moja kwa moja, kwa sababu vijana ndio watumiaji wakubwa wa mitandao ya kijamii. Na tuungane na Jamila Omar akitueleza zaidi kuhusu taarifa hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu ameyasema hayo wakati akifungua mkutano wa 110 wa wadau wa elimu kwa umma uliofanyika jijini Arusha, ulioandaliwa na Shirika la Utangazaji Tanzania TBC. Mkutano huo unalenga kuwajengea uwezo wa shitiri katika sekta ya mawasiliano, ulinzi wa taarifa binafsi, matumizi ya mitandao ya kijamii na uongozi wa akili endelevu. Mheshimiwa Waziri Mkuu amesema ni muhimu kuelewa dunia ya sasa ambapo wigo wa mawasiliano umeenea kutoka televisheni na redio hadi kwenye mitandao ya kijamii ambayo watumiaji wake wengi ni vijana. Tusipowafikia kwa lugha wanayoielewa, tutawaacha mikononi mwa watu wa taarifa zisizo rasmi. Tuwe na mkakati kwamba kundi hilo na lenyewe wapate taarifa zilizo sahihi na tena wafurahie kuzipata taarifa hizo. Kwa upande wake, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema wizara yake kwa kushirikiana na TBC ina mpango wa kuvuka mipaka ya Tanzania na kuikamata Afrika kupitia chombo hicho ili kuhakikisha Tanzania inachangia kikamilifu katika utoaji habari barani Afrika. Hatuwezi kufikia hiyo ndoto kama TBC itabaki kwenye viunga vyetu tu. Na ndio maana tunao mpango wa kuhakikisha tunafungua branches ndani ya nchi zetu za Afrika. Angalau tuwe na branch katika nchi 10 ili ukienda hata Johannesburg unakutana na logo ya TBC. Shirika limepata fursa ya kujengewa uwezo kupitia mada mbalimbali zikiwemo mawasiliano na ulinzi wa taarifa binafsi, uandaji wa vipindi vya television na radio, cinematography, yani namna ya uchukuaji wa picha jongefu. Na kitaifa tumalize na taarifa hii kutoka mkoani Geita, ambapo makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Tanzania ndugu Steven Wasira amewataka wananchi mkoani Geita kutorudia kosa la kushawishiwa na baadhi ya watu wasio na mapenzi mema na nchi ya Tanzania kuvuruga amani ya nchi kwa sababu zao binafsi. Na taarifa hii inaletwa kwetu na Amrisho Sadiki kwa undani wake. Makamu mwenyekiti Wasira ametoa kauli hiyo wakati akiweka jiwe la msingi la ujenzi wa ofisi ya CCM mkoa Geita iliyojengwa katika mtaa wa Magogo, manispaa ya Geita. Safari moja kuna kiongozi mmoja wa siasa alipita Katoro, akawaambia lazima muasi, anawaambia Katoro, na mimi nikatoka nyuma yake nikaambia amewaambia muasi, mnajua maana yake? Maana yake mpoteza amani. Sasa nyinyi mna migodi hapa Katoro, alafu anataka muanze kupigana. Katika hatua nyingine, Wasira amewapongeza viongozi na wanachama wa CCM mkoa Geita kwa kufanikisha ujenzi wa ofisi ya kisasa. Kazi ngumu nzuri sana imefanywa. Kwa hiyo pamoja na kupongeza uongozi wa mkoa wa Geita, nataka kuwapongeza wale jamaa wanaitwa wadau. Nadhani wenyewe wamechanga zaidi kuliko wanashamba wenzao. Niwashukuru sana wadau, kazi yenu ni hii na inaonekana kwa macho, ikiwa ni ishara ya kuonyesha kwamba na wewe unatambua shughuli zinazofanywa na wanachama na wananchi ndani ya mkoa wetu wa Geita. Awali akitoa taarifa ya ujenzi wa ofisi hiyo,
Katibu msaidizi wa kamati ya ujenzi Renatus Isangano amesema makadirio ya ujenzi wa ofisi hiyo ni bilioni 1.5. Umefanikishwa na wadau na wana CCM mkoa wa Geita na taifa. Ujenzi umefikia zaidi ya 94%. Kwa kweli ni hatua kubwa sana tumepiga, na tuseme tu kwamba chama chetu kina mvuto, na ndiyo maana wadau tunapowagusa, tunapowafika, wanakuwa na uharaka na sisi kutusaidia. Na kwa taarifa hiyo ya kutoka huko mkoani Geita, tunaweka nukta ya taarifa ama matukio yaliyojiri katika juma hili kitaifa. Na sasa tuungane na msimuliaji wetu wa kimataifa Lulu Ali akitueleza yale makubwa yaliyojiri katika anga la kimataifa katika juma hili. Katika upande wa kimataifa, tuanze na hili ambapo shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM limesema wahamiaji 9 wamefariki dunia na 45 hawajulikani walipo baada ya boti yao kuzama katika pwani ya Djibouti wiki hii. Chapisho la IOM kwenye mtandao wa X limesema ajali mbaya ya boti ilifanyika usiku wa Machi 24 katika pwani ya Djibouti na kuua abiria 9 kati ya 320 na 45 hawajulikani walipo. Taarifa zinasema maelfu ya wahamiaji hutumia njia ya mashariki kutoka pembe ya Afrika hadi rasi ya Arabia kila mwaka kutafuta kazi kama vibarua au pia kufanya kazi za ndani katika nchi tajiri za Ghuba. Na huko Sudan, mashambulizi mawili ya drone katika mikoa Darfur na Kordofan nchini Sudan yameua takriban raia 28, ikiwa hayo yamearifiwa na wahudumu wa afya wa eneo hilo. Habari zinasema shambulizi moja limelenga soko katika mji wa Saraf Ombra jimboni Darfur kaskazini na kuua watu 22 ikiwemo mtoto mchanga na kuwajeruhi wengine 17. Chanzo cha hospitali huko El Rahad kimeiambia shirika la habari la AFP kwamba miili 6 imepelekwa hospitalini humo na ikailaumu kikosi cha wanamgambo wa RSF kwa kufanya shambulizi hilo. Namshukran sana Lulu Ali kwa simulizi hiyo ya kimataifa yale yaliyojiri katika upande huo, na hapo ndipo ulipo mwisho wa Plus Weekend katika juma hili. Usikose kuungana nasi katika juma lijalo kujua yale yatakayojiri katika juma hilo pia. Mimi ni Witness Matiku, kwa heri.